Kwa wiki mbili zilizopita, ikiwa leo ni wiki ya 3, nimefundisha jinsi ama chanzo cha utajiri. Najua kwa miaka na kwa siku nyingi hatukuelewa tutafikaje katika huo utajiri, na tumekuwa maskini kwa sababu hatukujua chanzo cha utajiri. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Mungu anatupa ufahamu, na kama hukuja ibada lakini umeingia YouTube ile wiki ile ya nyuma na wiki iliyopita, hayo mafundisho wameyapata, na wale ambao wanakuja ibada hawajakosa, wamepata mafundisho ambayo yanaweza kuwasaidia kufika mahali kwa utajiri. Na tunataka tuachilie hiyo spirit ya utajiri kwa kila mmoja. Bwana Yesu asifiwe. So hata kama umebebwa na spirit ya umaskini, unatembea katika hiyo roho ya umaskini, hiyo roho kwa jina la Yesu itang'oka leo. Bwana Yesu asifiwe. Hautaendelea kukaa katika huo umaskini, kwa sababu umaskini ni roho. Na tulikuwa na utangulizi katika kitabu cha Hosea 4 mstari wa 6. Hiyo ndio kifungu tulitangulia nayo ile siku ya kwanza tunapoanza hili fundisho. Na Biblia ilikuwa imetuambia ya kwamba watu wangu wanapotea kwa kukosa ufahamu, kwa kukosa knowledge. Hawajui ni nini wanaweza kufanya ndio wakatoka katika huu umaskini na hivi. Hawajui, lakini wanajibidisha sana kwa mambo mengi, lakini hawajui njia ya kujitoa katika kilindi cha umaskini na kufika katika kilindi cha utajiri. Na tunaendelea, maana leo tunataka tumalize, na wale ambao hawajapata hilo fundisho vizuri, wakiingia kwa YouTube watalipata. Na sisi tunaendelea na njia nyingine ya kukutoa katika umaskini ni urafiki. Urafiki unaweza kusababisha, kama una urafiki mzuri, unaweza kukusababishia kukutoa katika umaskini. Nataka tusome katika kitabu cha Isaia. Nataka tusomewe hapo kitabu cha Isaia mlango wa 6 kifungu cha 5. Isaia mlango wa 6 kifungu cha 5. Isaia mlango wa 6 kifungu cha 5, nasoma: ndipo niliposema, ole wangu, kwa maana nimepotea, kwa sababu mimi ni mtu mwenye midomo michafu, nami ninakaa kati ya watu wenye midomo michafu, na macho yangu yamemuona Mfalme, Bwana wa majeshi. Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru na kuinua. Ninaomba ukanene nasi mchana wa leo, kwa jina la Yesu nimeomba. Bwana Yesu asifiwe. Nimesema urafiki unaweza kuwa chanzo cha kukutoa katika umaskini. Tunapotazama hiyo mistari, Isaia ananena maneno. Anasema yeye mwenyewe alikuwa mtu mwenye midomo michafu, lakini alikaa katikati ya watu wenye midomo michafu. So hiyo inaonyesha kabisa, na Biblia inasema huyu Isaia alipokaa katikati ya watu wenye midomo michafu, hakuna wakati alimuona Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu yuko katikati ya hao watu. Nataka niseme nini hapo? Ni kwamba wakati unapokuwa na marafiki wasiofaa, wasiokuwa na mawazo ya kukuendeleza, watu ambao hawana mawazo ya kufanya biashara, ni watu wa kukaa mitaani na kusengenya wengine, watu ambao hawana mawazo ya kufanya kazi, hawana mawazo ya kulima, lakini kila ukishikana naye mawazo yake na vile anafanya ni vitu ambavyo hata akavifanya miaka 100 havina pesa. Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo ndio Isaia alikuwa akafanya, na hao ndio watu ambao watu wengi wanakaa nao. Lakini ili utoke katika umaskini
na uhakikishe ya kwamba wale watu ambao unaambatana nao ni watu ambao wana ufahamu, watu ambao wanaweza kukupa advice ya kusonga mbele, watu ambao wanaweza kukuinua. Huwezi kuendelea kuwa maskini na marafiki zako ni wale ambao wanakaa barazani wakisengenya wengine na kuongea mabaya. Hivyo ndivyo Isaya alikuwa, na hiyo ilisababisha asimuone Mungu, asipate upenyo katika ile huduma aliyokuwa anafanya. Lakini maandiko anasema wakati wale watu walipomponyoka, maana kulikuwa na kuna Hezekia wakati alipomponyoka. So Biblia inasema wakati huo ndio Mungu alijionyesha, maana Isaya hakuwa tena katikati ya watu ambao hawafai. Mara nyingi sana tumekuwa na marafiki ambao hawana mawazo ya kutusongeza, na hao ndio tunakaa nao kila siku. Ukiwa pale shule, hao ndio unakaa nao kila siku. Ukiwa kwa biashara, hao ndio unakaa nao kila siku. Ukiwa unataka kufanya jambo, hao ndio unakaa nao kila siku. Na Biblia inasema hawawezi kukusongeza, ni mpaka kama unataka kusonga, basi songa, kwa sababu umekaa na mtu mwenye ufahamu anayeweza kukusongeza. Bwana Yesu asifiwe. Na ili mtu akusongeze ni kwamba ni awe yuko juu ya wewe, sidi yake kushika mkono unasonga hivyo. Kama yuko chini ya wewe, sasa atakushika kusukume huku nyuma. So Biblia ina kila kitu katika ufahamu wetu, na Biblia inasema tuchague, tusimame na watu ambao wanaweza kutushauri na kuendelea. Ukipata mtu anakwambia hii biashara haiwezi kufanya kabisa, watu walijaribu wakaanguka, hafai, maana hawezi kukuinua. Bwana Yesu asifiwe. Na huu rafiki umeleta watu wengi maskini sana, maana wamekuwa na watu wasiokuwa na ufahamu. Vijana wamekuwa na hiyo shida. Akifika miaka 17 anataka aoe, maana rafiki yake amemwambia kuoa ni faida, badala ya kuanza mikakati ya kutengeza maisha. So mara nyingi watu ambao tunakaa nao tuone ya kwamba ni watu ambao wana misingi gani. Na hata kama umeokoka, ukikaa sana na mtu ambaye hajaokoka na ndiye rafiki yako, mnapiga stories, utarudi nyuma tu. Bwana Yesu asifiwe. Utakuwa kama huyu Isaya. Lakini inatupasa tuangalie ni nani ambaye tunasimama naye. Hata pale kazini ni nani tunasimama naye. Hata pale shule, yule anasema tugome, achana naye, maana hawezi kukupeleka mahali. Lakini yule ambaye ana mawazo ya kukuinua na kila wakati anakuuliza, je, maisha yako yamefikia wapi? Huyo mtu anaweza kukuinua, ndiye mtu ambaye anaweza kusababisha maisha yako yakabadilika kutoka kwa umaskini na ukawa tajiri. Bwana Yesu asifiwe. So sometimes tumekuwa maskini kwa sababu ya watu ambao tunakaa nao, marafiki zetu, wale watu tunatembea nao, watu ambao kila wakati hakuna jambo anafanya. Mtu ambaye hata pale nyumbani yeye ndiye anagonga ngumi, huyo mzee, huyo ndiye rafiki yako. Mimi nilimtandika ngumi moja, ananiogopa. Sasa ndiye rafiki yako, wewe na utafanyaje? Nenda kumgonga. Mimi niliachana naye na mbona ninaishi. Sio ndio marafiki? Niliachana naye, aliniletea kwa analetea nini? Aliniletea mambo ambayo sielewi, kaachana naye. Hao ndio marafiki. Lakini maandiko anasema Isaia akakaa katikati ya hao watu, hakuona maendeleo yoyote mpaka wakati alipotoka katikati ya hao watu ambao hawana mawazo ya kukusongeza, watu ambao wanataka tu utembee mtaani na chochote unachojaribu kufanya wanakudiscourage. Yaani kila kitu kwao hakiwezekani. Na hao ndio tunakaa nao, tuongee nao, ni kwamba yale ambayo
kuyafanya hayatawezekana, maana tumekaa katikati ya watu ambao wanajua haiwezekani. Lakini wakati tunapochukua hatua ya kujitoa na kuchukua nafasi ya kuendeleza jambo na kusimama na marafiki ambao wana nia ya kuendelea. Bwana Yesu asifiwe. Wale marafiki wenye nia ya kuendelea, na hapa kanisani si marafiki wenye nia ya kuendelea wako, ambao mawazo yao ni kuinvest, mawazo yao ni kufanya. Hata kama sahihi ana pesa, lakini anawaza kufanya jambo la kumwendeleza, hawezi kudidimiza wengine. Wewe hata ukiwa kanisani, kuna mtu amesimama hapo kando, amekaa na wewe, ukisikiza neno anakufinya, anakudidimiza. Si kama ni rafiki, ni mtu ambaye ana midomo michafu, amekuambukiza. Maana akikufinya husikii neno, na kama anakufinya mkemee, mwambie wewe si rafiki mzuri. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini akufinye umsikize yeye wakati watu wana praise? Kwa nini akufinye umsikize yeye wakati watu wanahubiri? Kwa sababu nia na madhumuni yake ni kuhakikisha ya kwamba hakuna kitu unapata. Lakini maandiko yanasema ni mpaka tuangalie wale watu ambao tunakaa nao, maana hao ndio watu watatuinua. Bwana Yesu asifiwe. Jamaa mmoja aliyekuwa hana pesa, lakini alitamani kuendesha gari, lakini hajui gari akiendesha lini, na hana plani kabisa, amechanganyikiwa. Akabeba funguo za gari zilizoekwa kwa parking, zile ambazo ziko mapipani hata hazitafanywa. So akachukua funguo, mpanchi lizigo katia mkono. Kila mchana anaenda Blurum atakaye, na Blurum wanaokuja kukaa ni matusi watupu, na yeye naye anachukua funguo zake anaweka kwa meza, alafu anaagiza maji kwa glasi huko, anaangalia funguo zake tu, anatafuta marafiki, na mwisho atapata marafiki. So wakati amaliza lunch, anapoacha wanaenda, yeye atatoka mwisho, maana hatatoka na gari, atatoka miguu na atabuti kilomita 5 afike kwake, lakini amefika hapo. Muda mdogo baadaye, mmoja akasimama akamwambia, wewe mbona sijui kwako? Mbona hata hiyo kwa rafiki yangu, lakini hata sijui kwako. Kazi zako zinaendeleaje? Anambia, kazi zangu zimeanguka, nasikia uchungu, sina raha, kazi zangu zimeanguka. Rafiki yangu, na kazi zako zimeanguka, kwani unataka busi ya shilingi ngapi? Nikipata milioni 2.5, hizo biashara zako, maana pale ni biashara kubwa inaweza kuinuka tena. Akaandika cheki ya milioni 2.5, akitokana na mahali hana. Na sasa akaenda kufungua biashara kubwa, akachukua gari ndogo ya kuja kupaki na wenzake. Bwana Yesu asifiwe. Maana alikaa na watu ambao wana mawazo ya kusonga. Hakukaa na watu ambao wana mawazo ya kudidimiza wengine. Na hivyo ndivyo watu wengi hutokana na umaskini. Utatoka umaskinini kama unaendelea kukaa na watu ambao hawaelewi, na wewe nawe huelewi. Simama na mtu ambaye anaelewa, akuambukize kuelewa. Bwana Yesu asifiwe. Hata wale wazee wa zamani tunaita wahenga, tena hilo jambo wakaliona na wakaliongea na wakasema, anayetegemea nundu. Kwani hamjui? Anayetegemea nundu achi kunona. Sasa wewe hiyo nundu unaiacha, unaenda kutegemea mkeka, utaoza katikati na utapotoka. Bwana Yesu asifiwe. Jambo lingine ambalo linaweza kutufanya tukatokana na umaskini, tusiendelee kukaa katika umaskini. Chanzo chetu cha utajiri ni lugha, maneno, language. Bwana Yesu asifiwe.
Biblia ikasema ulimi ni mdogo, lakini unaweza hata kuangusha meli, si ndivyo? So lugha inaweza kutufanya tukatokana na umaskini kabisa na tukaanza maisha ya utajiri. Bwana Yesu asifiwe. Lugha unayotumia katikati ya watu ni lugha gani? Lugha unayotumia kwa biashara yako ni lugha gani? Najua mara nyingine kufungua biashara si kufanikiwa, lakini lugha unayotumia ni lugha gani ya kuwafanya wenye pesa, wenye ufahamu wafike na waungane na wewe kwa biashara yako. Bwana Yesu asifiwe. Si unauza nguo, mtu amekuja kuchagua, angalia. Alipomaliza asema, naenda, hakuna iliyonipendeza. Kama ulikuwa hutaki kununua, unazigusagusa, unaniroga. Lugha. Bwana Yesu asifiwe. Lakini anaenda, lakini una lugha nzuri ya kwamba ni sawa, hata kama umekosa ile unapenda, lakini unapenda kama nguo aina gani? Mimi huwa napenda nguo za mistari sana. Basi hata kesho naweza leta. Naweza kuleta kesho, wiki ijayo. Lugha. Bwana Yesu asifiwe. Lakini watu wengi wamefeli katika maisha, si kwa sababu hawana opportunity ya kufaulu, lakini lugha zao zimewaangusha. Maana wamekuwa watu wa lugha zilizo chafu, ambazo hata wale wa jirani yao hawawezi kuzisikiliza, hawawezi kufatana nao. Hata pale anafanya biashara, watu wanapakimbia, maana lugha yake imejulikana. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tusome mstari. Nataka tusome katika kitabu cha Waefeso mlango wa 4. Mstari wa 29. Tasoma. Neno lolote lililo ovu lisitoke vinywani mwenu, bali lililo jema la kumfaa mwenye kuhitaji, ili liwape neema wanaoisikia. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yamesema wazi, neno lolote lililo ovu, neno ambalo linaumiza. Bwana Yesu asifiwe. Hata kanisani pia tuwe na lugha. Neno la kuumiza lisitoke wapi? Kwa kinywa chako. Lugha. Lenaye basi hajui kuvaa, kadera ni hako tu. Neno la kuumiza. Nywele amezisonga, hajafungua miezi miwili, kana yananuka nywele. Neno la kufanya nini? La kuumiza. Maandiko yanasema neno linaloumiza, neno lililovu lisitoke. Hicho ndicho chanzo pia cha utajiri. Maana wakati una lugha na neno ambalo haliumizi, watu watakufuata. Aidha unafanya biashara, aidha ni mkulima, aidha unafanya nini, aidha huna kitu, unataka mkopo, utapewa, kwa sababu lugha, maneno yako ni maneno ambayo hayaumizi wala si maovu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Leo tutakachirika, maana tunamaliza. Maneno maovu, maneno yasiyofaa, maneno ya kuumiza, ndio maneno ambayo mmedumu nayo pale mnafanya, pale mnaendelea na kazi zenu. Hapo ndipo mmebezi hayo maneno. Hata mtu akija akinunua viazi vyako, anataka kuondoka, hapa kuna rafiki mwingine amekuja, maneno tayari. Yule mama nimemzoea, viazi vyake vya damu. Yeye kila siku viazi vyake ni vya dala. Yeye hata nikimwona najua tayari ni dala. Na tena ananiletea shilingi 10 nimpecheji dala. Nimemzoea. Maneno. Na napoyapokea hiyo dala itakuja. Siraiji tena. Inapotea. Alafu nasema hakuna customer. Ndio. Kumbe umewapiga teke kwa sababu ya lugha.
So ili tutoke katika umaskini na tuanze kufanikiwa na kuwa matajiri, lugha zetu ziwe lugha za kuwafanya hao watu waje. Huko nyumbani Gongoni nilifungua kioski. Watu wangetoka mbali kwenye maduka makubwa wakaja kwa kioski. Nikakihamisha, nikaja nikafungua Bakarani stage msikitini. Watu wangetoka Mshomoroni wanakuja kununua Bakarani. Nini tunafanyika? Luka. Bwana Yesu asifiwe. Siku moja nikapita barabarani, nikawa naulizia samaki wa kukaranga, maana nimewatamani. Na kwa sababu nimewatamani, siniulizie kama ninaweza nichukue. Lakini nilipouliza bei, mama, hii shilingi ngapi? Hiyo 60 hiyo. Na hapa. Hiyo 100. Na hapa. 120. Naambia sasa pesa hapa sitoshi, acha niende nikaongeze basi nyingi. Unaja kununua kusumbua watu tu. Sungeniacha mwenyewe nimetulia, anauza samaki. Na pita pale wiki moja, simuone, sijamuona mpaka leo. Luka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maana kama mimi ameniambia hivi, ni wangapi amewaambia hivi? Si wengi. So wakati lugha zetu ni mbovu, hatuwezi kusababisha maisha yetu yakabadilika. Maisha yetu yatazidi kudidimia kwa sababu tumetumia lugha za kuumiza. Hakuna mtu anataka kuumizwa, si ndio? Hakuna mtu anataka kuumizwa. Maana unapoumizwa utataka uwe na faraja, na huwezi kuenda mahali kwa kuumizwa. Bwana Yesu asifiwe. Na hicho kinaweza kuwa chanzo chetu cha utajiri. Kitu kingine ambacho kinaweza kusababisha kutoka katika umaskini ni usafi. Usafi, unajua usafi? Ambaye hajui usafi akeshe mkono. Unajua usafi na kwa wasafi. Unajua pale unafanya ya kazi zako, ni mpaka upatengeze wewe mwenyewe uwe msafi. Tunasema mimi nimefungua, Mungu amenisaidia, mama Mungu amenisaidia, mwaka huu nimepata pesa, nimefungua duka, kwa hivyo ninaendelea mbele, watu wakija mapi yako mbako. Sisi tunachukua samaki wale wakubwa, watu wakija, wewe mwenyewe usafi. Bwana Yesu asifiwe. Watu hata yule wa wazimu huwa anapenda mahali ambapo ni safi na mtu aliye safi. Na sisemi usafi ni kununua nguo nyingi. Unaweza kuwa nazo nyingi na bado ni chafu. Sisemi usafi ni kununua fagio kubwa. Unaweza kuwa na fagio kubwa na bado ni chafu. Usafi. Hebu tusome kitabu. Tusome kitabu cha Kumbukumbu la Torati 23:12 na 13. Nawe uwe na jembe dogo katika silaha zako, napo uotamapo nje uchimbe kwa lile jembe na kugeuka na kukifunika kitu kitokacho. Soma vizuri. Asante. Tena uwe na mahali nje ya kituo kwa kutokea nje. 13. Nawe uwe na jembe dogo katika silaha zako, napo uotamapo nje uchimbe kwa lile jembe na kugeuka na kukifunika kikutokacho. Bwana
asifiwe. Haya. Biblia inasema nawe uwe na jembe dogo. Utokapo huko nje, kinachokutoka uchimbe, alafu ufinike. Anaongea nini? Usafi. Bwana Yesu asifiwe. So mara nyingi watu waliofanya kazi na biashara wameanguka kwa sababu wamekosa kuwa na usafi. Ana kabiashara kake kadogo, alianza juzi kakuchoma viazi, beseni la pampers za mtoto liko hapo kando. Alafu atakuja kanisani aseme mchungaji, biashara haiendi. Kumbe pana beseni la pampers. Biblia inasema unaenda nje, unachimba, unafinika kile kinachotoka, kile kichafu. So anaongea juu ya usafi, na usafi ndio unaweza kusababisha mambo yako yakapenya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Usafi wa mwili, usafi wa mahali unafanya, usafi pale nyumbani, si ndio? Ndani ya nyumba ni safi. Hata kwa safi ndio unafaulu, maana mwanamume hataenda nje, anakuja tu mahali pa safi. Safi. Bwana Yesu asifiwe. Mwingine akipata upenyo mahali pengine ni kusafi. Hapa akija anaruka mkojo, aruke mavi, alafu aruke matope, apande kitandani. Safi. Bwana Yesu asifiwe. Anasema mwanamume amekuwa mkora, hataki kuja nyumbani. Sasa ataruka mkojo, aruke mavi, akanyage matope, apande kitandani. Safi. Biblia inasema ili tutoke katika vitu, katika umaskini, tu observe sana usafi katika maisha yetu. Kila jambo tunalolifanya tuwe safi. Hata akili pia ziwe safi. Hata nywele pia safi. Hata nguo pia safi. Hata nyumbani pia safi. Hata pale kwenye biashara yako safi. Alafu uone kama watu hawataanza kusema una madude, una majini. Kwa sababu watu wote watatoka kila mahali, wanakuja kwako bila kujua wanakuja kwa sababu gani. Bwana Yesu asifiwe. Unashaka hapo wanakuja tu. Wanakuja tu. Unatoka wapi? Unatoka Bakarani, unakuja Kajiweni. Kuna Madera. Amepita Madera mangapi? Umekuja kununua viazi, amepita viazi vingapi? Kulikuwa na mama pale Bakarani Milima anachoma chapati. Chapati tu na maharagwe. Kama nani? Yeye mama alikuwa tu anachoma chapati na maharagwe huyo mama. Kama nani? Mjuani. Anachoma chapati na maharagwe. Kama nani? Sasa watu wangetoka Mpungoni, wanafuata chapati yake na maharagwe yake. Mahali anapikia pako vizuri, chapati anapika ni vizuri, lugha anatumia ni nzuri. Hata kama umepanga kununua chapati 2 wanunua 4, utaenda kukumbuka baadaye kwamba plani yangu zilikuwa ni 2 lakini nimejaza 4. Maana amekupaka lugha, lugha pako umeshangaa, na unapika zingine, wewe unaenda na hiyo lugha. Nabeko naenda. Unakuja na plani ya 2, unabeba 4. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Sema kama utatajirika ni wewe mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Pia ili
maisha yako yaanze kubadilika na uanze kushika njia ya utajiri, ni mpaka uwe na upendo katika maisha yako, kwa sababu chuki haitakuwezesha wewe kupata watu wa kukuinua, haitakuwezesha wewe kupata wa kukufadhili, haitawezesha wewe kupata wateja, haitakuwezesha wewe kupewa mawazo. Lakini unapokuwa unaishi unapenda watu wote. Mshawahi kusikia mahali kuna matanga, si ndio? Mtasikia nyote mahali kule nyumbani kuna matanga. Lakini mahali kwenye matanga na mtu alikufa na upendo, si watu wanatoa pesa bila kujijua. Na pale mtu alikuwa na chuki, hata kama mtu anatoa 50 anaikata katikati. Kwa harusi ndio hivyo. Kwa wakati ni hivyo. Kwa sababu ya chuki. Lakini Mungu anasema kama tutasimama katika upendo, tunapopenda wale watu, wale tunakaa nao, wale tunafanya kazi nao, wale tunafanya biashara nao, watu wote tunapowapenda wanajileta. Wanapojileta kama urafiki, wanakuinua. Bwana Yesu asifiwe. Mungu tusome mstari. Nataka tusome katika kitabu. Tusome kitabu kwanza, tunasoma Isaia 1:17, alafu tusome Yeremia 23 kifungu cha 3. Isaia 1:17. Neno la Mungu linaongea haya: jifunzeni kutenda mema, takeni hukumu na haki, wasaidieni walionewa, mpatilieni yatima haki yake, mteteeni mjane. Yeremia ngapi? 22 mstari wa 3. Yeremia 22 mstari wa 3. Bwana asema hivi: fanyeni hukumu na haki, mtoe yeye aliyetekwa katika mikono ya mdhalimu, wala msiwatende mabaya wageni, wala yatima, wala mjane, wala kuwadhulumu, wala msimwage damu ya mtu asiye na hatia katika mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tunapotazama, Biblia inasema tuwapende, tusiwadhulumu. Mara nyingine unaweza kuwa unafanya biashara yako pale mahali na mtu amekuja amenunua na amebakisha chenji yake, unasema ni zake. Sivyo? Lakini Biblia inasema usiwadhulumu. So mtafute, mpe chenji yake. Kwa sababu akili ikija vizuri ataanza kukutangaza. Nilienda pale na change sikurudishiwa na sijui imekuwa hivi, alafu hiyo mama akajifanya amesahau, na inaanza kuleta madhara kwa wengi. So Biblia inasema wale watu ambao unakaa nao, kwanza usiwadhulumu, watendee haki. Maana kuwatendea haki watakutafuta. Bwana Yesu asifiwe. Huwa natoa mfano mara nyingine, na nimependa kutoa mfano. Wakati mimi nikisoma kwanza secondary hakukuwa na pesa, so sikulipiwa school fees kutoka nyumbani. Pesa niliona ilikuja third term form 4 900. Ndio babangu aliletea. Kwa sababu nyumbani hakukuwa na pesa, lakini mazare yakatokea. Sasa nilipomaliza nikasema kuna korosho, kasema mimi nanunua korosho lakini sina hata shilingi. Ile kitu nilifanya niwaambia tangazeni nanunua, na wakatangaziwa. Ile kitu kilinifanya nizidi hayo maduka makubwa, nizidi hao brokers, watu wote wakaacha kupeleka, wakaleta kwangu. Tajiri anakuja kuchukua kwangu, wanataka walete pesa kwangu, ni kwa sababu nilikuwa nawapimia kwa haki. Kule kupimiwa wanasema ili kule basi tukupimwa mpaka ni go. Wakawa hawapati tena. Bwana Yesu asifiwe. So nikawa napima, ikifika nikatumia na sina pesa, nakwambia mama,
utakuja kuchukua pesa zako saa 10. Mzee, utakuja kuchukua pesa zako saa 10. Sasa wanafikiria sina change. Sasa nikaendelea kupima. Siku ya kwanza jioni saa 10 inakaribia, kampelekea tajiri, akanipa changu. Siku ya pili, siku ya tatu, nikaanza kununua kashi. Watu wote, mpaka kuna matajiri wawili wakubwa walikuja, nimetoka, wakamtafuta baba, wakasema tunamtaka huyo kijana, tulisikia ananunua, tunamtaka huyo. Tunamtaka kwa sababu gani? Tumpe pesa tufanyie kazi. Wamesikia, maana hata huko kwao haziendi, zitaenda zile ambazo mimi ninapeleka. Bwana Yesu asifiwe. Kupenda haki, maana pale sipimi guu, kupimia hii ni kilo, umeona, umeridhika. Haya, ndio pesa yako, umeridhika. Lakini kule, yaani akipimiwa kilo 6 huwa ni kilo 8, sio kilo 3 zimepokea. Ama ile mizani ya juu huwa inatuniwa tu. So kila mahali kwenye kilo 3 nusu kilo imepotea. Dhuluma. Watu wakigundua hivyo huwapati tena. So ni mpaka tujaribu sana kutenda haki wakati tunafanya jambo lolote, na hiyo haki ndiyo itatuletea kile ambacho tunakitafuta. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hata pale nyumbani tena ukiwa unaibaiba, si hutafanikiwa. Ndio. Yanza kuiba ufanikiwe. Nguo ikivuliwa uko mbio unachukua unaificha, maana unajua ina dola, ili kesho useme nimefua ile nguo. Hizo dola zimetoka. Ile si ilikuwa nafikiria ilikuwa kama na 2,000, haikuwa na pesa. Mimi nimeifua mimi na haikuwa na pesa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lakini tunapowapenda watu na kuwachukulia vile walivyo na kuwasaidia na kusimama nao na kusimama katika haki, mambo mengi yatatendeka. Watu watakutamani, watu watatamani maisha yako, na hivyo watakuwa rahisi kukuinua, na hata wasipokuinua wewe watatamani kumuinua mtoto wako. Bwana Yesu asifiwe. Watatamani. Lakini kama hujatenda haki, hata ukiondoka ama ukifa, si mkakufa ama mfi, halafu umeacha mtoto, watu wanamsaidia kulingana na historia yako. Mama basi alikuwa mbaya, ndio maana mtoto naye maisha yake ni yale. Lakini unakuwa mzuri, nasema huyo mzee alitusaidia, hatuwezi kumwacha yule mtoto asiende shule, hatuwezi. Watu wanaanza kumchangia, umeinuka. Bwana Yesu asifiwe. Hatuwezi kumwacha kwa sababu ulikuwa ukitenda haki na maisha yako yalikuwa hivyo, na hiyo inaweza kusababisha mabadiliko makubwa katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nguse mwenzako, nguse tu, nguse tena, muangalie hayo macho. Unayaona hayo macho? Ana dalili ya maskini ama dalili ya tajiri? Ama muulize mwenyewe, haya macho yako ni maskini ni tajiri? Bwana Yesu asifiwe. Hebu tusimame. Hiyo si nafasi yako hasa. Nachukua uwezo wa kutoka mbinguni na mamlaka ya Mungu, ambayo yana uwezo wa kubadilisha maisha, yana uwezo wa kuvunja roho, yana uwezo wa kubadilisha roho. Hayo mamlaka ya Mungu nayo yachukua. Ninaachilia kwako mchana leo. Naachilia kwako mchana leo. Naachilia. Ndio Roho wa Mungu anaanza kugusa maisha yako. Moto wa Roho Mtakatifu umeanza katika utosi wa mtu, na jambo linaanza kufanyika sasa. Hayo maisha tunayakataa. Ninachukua uwezo, ninachukua mamlaka.
kuanzia sasa hiyo roho ikutoke, hiyo roho ikutoke, hiyo maisha ya dhiki, hiyo maisha ya umaskini inachukua uwezo, inachukua mamlaka ya kiungu, inayakataa. Ndio hiyo, ndio hiyo, ndio hiyo, hiyo nguvu inashuka, hiyo rabasantaba, ndio. Naachilia uweza, naachilia utajiri, 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 naachilia. Kila mmoja anaenda kupokea utajiri wake mchana wa leo. Roho wa Mungu anabadilisha maisha ya mtu sasa. Wataendelea kukaa katika hiyo dhiki na hiyo shida. Maana kuanzia leo maisha ya kusota na umaskini yanatoka. Na achilia utajiri kwako. Hiyo mesha kamata. Hiyo nakamata. Naachilia utajiri pia. Naachilia. Pokea katika jina la Yesu. Pokea hiyo. Pokea katika jina la Yesu. Maisha ya dhiki, maisha ya shida, si maisha yako. Pokea katika jina la Yesu. Naachilia hiyo kwa jina la Yesu. Hiyo. Nakamata hiyo. Nakamata. Roho ya dhiki, roho ya maskini, roho ya mateso, nachukua mamlaka, ipoke katika jina la Yesu. Kila roho iliyosimama kwa imekutatiza. Pokea kwa jina la Yesu. Pokea hiyo. Naachilia hiyo kwa jina la Yesu. Hiyo nakamata hiyo. Nakamata kwa jina la Yesu. Pokea utajiri. Pokea kuanzia leo. Pokea sasa. Pokea hiyo. Hiyo sasa. Naachilia kwa jina la Yesu. Kamata hiyo. Achilia maisha yake. Achilia kwa jina la Yesu. Hiyo roho ya mateso itoke sasa kwa jina la Yesu. Hii roho inayoleta shida, naachilia kwa Bwana. Naachilia. Roho wa Mungu achukue usukani. Utakaa katika maisha ya mateso. Hiyo sasa. Naachilia kwa jina la Yesu. Utameleta kupokea katika jina la Yesu. Kila roho ya mateso ianze kutoka ndani yako. Utakaa katika hili, utakaa katika hii shida, utakaa katika ya mateso. Pokea katika jina la Yesu. Pokea hiyo. Sasa naachilia. Hiyo roho ya mateso. Hiyo. Utameleta kupokea katika jina la Yesu. Hii roho kwa achilia maisha yake. Achilia hiyo maisha yake. Achilia hiyo. Hiyo roho nakamata. Utameleta kupokea katika jina la Yesu. Hiyo roho ya mateso. Achilia maisha yake. Achilia sasa. Nakamata hiyo. Naachilia moto. Teketea mchana wa leo. Nakamata sasa. Nguvu za Roho Mtakatifu. Ndio hiyo. Moja mbele tatu apokee katika jina. Nakushukuru Baba Mtakatifu, Mungu wa mbingu na nchi. Nalitukuza jina lako, ninaliinua. Nazama na kabili huyu binti. Nina disconnect kila roho ambayo iko ndani yake ya kumletea shida na umaskini. Na disconnect kila aina ya magonjwa ndani yake. Nachukua uwezo na mamlaka kutoka mbinguni. Naachilia roho mpya ndani yake. Naachilia roho mpya ndani yake.
naachilia roho mpya ndani yake, naachilia ndio hiyo, 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 naachilia hiyo, naachilia sasa, naachilia sasa, toka wende, toka wende, toka wende, toka sasa, toka sasa, achilia maisha yake, 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 ninakata na upanga, 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 Roho Mtakatifu, ninakata yo, 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 katika sasa, 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 katika moja mbele tatu na kamba. Thank you Lord. Simama, umefunguliwa, simama. Kwa jina la Yesu. Kila roho ya vipingamizi vya kuendelea mbele na roho ya uharibifu wa mali, kila roho inayoleta uharibifu, inayoleta jambo lisifanyike vizuri, inachukua mamlaka ya kiungu, inachukua mamlaka na uwezo wa kiungu, ninaharibu ya roho, ninaharibu ya roho, ninaharibu ya roho, ninaharibu ya roho, apokea mchana wa leo kwa jina la Yesu Kristo. Ninaitisha uwezo kutoka hayo maumivu ya jino na hayo maumivu ya kichwa. Uwezo wa Mungu shuke mchana wa leo. Uwezo wa Mungu shuke mchana wa leo. Hayo maumivu ya hata kaa katika hiki, hata kaa katika shida, hata kaa katika hiyo mateso, ndio hiyo namoka hiyo. Hiyo maumivu yote yanaenda kwa jina la Yesu. Nang'oa. Roho Mungu anachukua usukani wa maisha yako. Roho Mungu anaingia ndani yako. Roho Mungu anafanya kazi mchana wa leo. Ndio hiyo sasa. Ninang'oa katika jina la Yesu. Wakawende. Bila maumivu ndani ya huyo binti, bila magonjwa ndani ya huyo binti, mchana wa leo. Hiyo maumivu yaliyokaa kwa siku nyingi, mchana wa leo yanaaga. Yanatoka katika jina la Yesu Kristo. Ninakushukuru Baba mtakatifu, Yesu Baba mbinguni, na achiliwa uponyaji. Mamlaka ya Mungu shuke na achiliwa uponyaji juu ya mtu. Kuanzia leo macho yake yafunguliwe, yapone katika jina la Yesu. Naachilia uwezo kuu ndani ya mtu. Naachilia hiyo sasa. Hiyo naachilia. Roho ya kusikia hiyo sauti, hiyo nang'oa. Ibote sasa.
imoke sasa, imoke, imoke, ende, 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 moka mbele tatu, moka, moka wende, moka wende, moka, moka sasa, moka sasa, moka sasa, wewe na unaitesa ibeti, nani wewe, yo, umetoka wapi, yo, umetoka wapi, yo, yake, yo, yake, yo, yake, chako leo, yo, yake, toke na leo ibeti, yo, yake sasa, yo, yake sasa, mashakarama, yes, 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 yo, sasa, yo, sasa, yo, nakamata yo, nakamata yo, nakamata yo, nakamata yo, nakamata yo, nakamata yo, yo, nakamata yo, yo, nakamata yo, nakamata yo, nakamata yo, nakamata Ninakushukuru Baba mtakatifu Yesu Baba, asante. Tazama umetenda mema na umetenda makuu. Achilia roho mpya ndani ya binti. Roho iliyokuwa imepangwa na kutoka mahali ilipotoka. Kwa jina la Yesu ninakushukuru maana imeoka. Na kila salio ndani yake apokee nguvu katika jina la Yesu. Kuna mtu aliota nyoka akimuuma. Na kuanzia siku hiyo maisha yake yalitoka, hayakuweza kuendelea mbele, na yuko hapa. Njoo nikuombee. Hiyo ni spirit ilipangwa pale mahali ambapo kulikuwa kunauma, ndio spirit iliingizwa na hapo. Na Roho wa Mungu ananena nasi leo. Songa mbele, na wewe songa mbele, nyosha mikono yako tu, wakati Roho wa Mungu anapoendelea kukuhudumia, unapoendelea kufanya jambo katika maisha yako. Nachukua uwezo, nachukua mamlaka ya Mungu. Ninaing'oa kwa jina la Yesu. Ngoke. Nang'oa hiyo roho, nang'oa hiyo roho, nang'oa hiyo roho, nang'oa sasa. Ngoke hiyo. Naachilia moto. Inateketea.